Natamani niwaambie mitaala tulionayo sasa ni ya kimataifa, iko comparable, yani ina ulinganifu na mitaala mingine ya kimataifa. Kwa ni imani yetu kwamba hata nyinyi walimu ambao mtafundisha somo hili la biashara mtawezesha wanafunzi hawa kupata mahiri ambazo ni za kimataifa, kwa sababu mtaala umesukwa kwa kulinganisha na namna mahiri zinazotakiwa katika ngazi ya kimataifa. Vivyo hivyo sasa na nyinyi walimu mtapaswa mfundishe ili vijana hawa wapate mahiri za kimataifa. Kwa hiyo sio mwalimu kwa ajili ya watoto wa Kitanzania tu. Wewe ni mwalimu ambaye utatoa vijana wa Kitanzania au wale ambao sio wa Kitanzania ambao watasoma Tanzania kuwa na mahiri ambazo zinatakiwa kimataifa katika eneo hili la biashara. Kama serikali tunajua kila taaluma kila siku inabadilika na kukua, na hatukuhitaji walimu wasiwe na mfumo wa MEWAKA. Kwa hiyo tayari tumeshaweka mfumo mahususi kabisa ya walimu kujiendeleza, ya walimu kupata mbinu mpya, walimu kukutana katika jumuiya za ufundishaji na kupeana mikakati na mbinu mbalimbali za kuboresha ufundishaji wa somo husika. Ndugu mgeni rasmi, Taasisi ya Elimu Tanzania inaendelea kutekeleza sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Sera hii pamoja na mambo mengine inasisitiza sana ushiriki wa wadau mbalimbali katika utoaji wa elimu na mafunzo kwa ngazi zote za elimu. Ni katika muktadha huu TETI imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo Educate kutoa mafunzo mbalimbali, na hususan katika mafunzo haya tunatoa kwa jumla ya walimu 702 ambao wameajiriwa kufundisha somo la elimu ya biashara kidato cha kwanza hadi cha 4 kwa shule za sekondari za serikali. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya ni ya siku 3, yataanza leo tarehe 27 Julai na yataisha tarehe 29 Julai hapa Chuo cha Ualimu Morogoro. Lengo kuu la mafunzo limekuwa likitajwa hapa, lakini ni kuwajengea walimu uwezo wa kutumia mbinu mbalimbali za kufundisha, kutafsiri mtaala, kuandaa maandalio ya kazi na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata umahiri uliokusudiwa katika somo la elimu ya biashara, na wanaweza kuelewa na kufikia lile lengo ambalo tumefikia. Tutoke kwenye zile mbinu za zamani ambazo mwalimu ndiye anayefahamu kila kitu, lakini sasa tunasema tufundishe kwa kutumia mbinu shirikishi na kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata umahiri uliokusudiwa. Lakini vile vile tunapenda kuomba tuendelee kutafakari namna ya kuimarisha nafasi za tathmini kwa vitendo katika somo la elimu ya biashara kama njia ya kuweza kusaidia vijana wetu kuweza kujenga wajasiriamali na kuona wanafunzi wanapata nafasi ya kufanya kazi kwa vitendo, wanajaribu, wanajifunza na kuweza kuboresha namna gani basi hili somo linaweza kufundishwa kwa njia ya practical zaidi kuliko nadharia. Nimekuwa mmoja kati ya washiriki kwenye mafunzo haya. Hii sababu kuu ni mtaala mpya ambao umeainishwa na serikali, na nia na madhumuni ya mtaala huu pamoja na mafunzo haya ni kutujengea uwezo kuhakikisha wanafunzi tunaokwenda kuwafundisha wanapata kile kilicho bora ili wawe ma-creator.